Wadau mbalimbali wa mkoa wa Geita wamepongeza maandalizi ya tuzo za wanawake wa dhahabu, wakisema kuwa maandalizi hayo yamefanyika kwa weledi na kuonyesha ubora wa hali ya juu. Wakizungumza wakati wa hafla ya uzinduzi wa tuzo hizo, baadhi ya washiriki wamesema kuwa tukio hilo limeongeza hamasa na morali ya kushiriki zaidi katika msimu ujao, huku wakisisitiza kuwa tuzo hizo ni chachu ya maendeleo kwa wanawake wa mkoa huo na taifa kwa ujumla. Tuzo za mwanamke wa dhahabu zinalenga kutambua na kuenzi mchango wa wanawake katika sekta mbalimbali za kijamii na kiuchumi, huku zikiwa jukwaa muhimu la kuwainua na kuwapa motisha wanawake kujitokeza zaidi katika maendeleo ya jamii. Hii ni News Update Media. Kwa chama ni mjumbe wa mkutano mkuu wilaya. Tausi, umehudhuria katika tuzo hizi. Pengine umezionaje kwa mwaka huu kwa mkoa wa Geita? Nafikiri ni jambo la kwanza, lakini limehudhuriwa na mkuu wa mkoa na mjumbe wa kamati kuu ya taifa Mama Halima Hatibu. Wewe kama mwanasiasa lakini kama mjasiriamali, tuzo hizi unazungumziaje kwa ujumla wake? Asante ndugu mwandishi. Tuzo hizi za 2025 zimeleta chachu sana kwetu sisi, mfano kama wajasiriamali. Zimetuweka katika hatua moja kwenda nyingine. Tumepata kishawishi au tumepata morali ya kuongeza juhudi katika kazi zetu tunazozifanya. Kwa hiyo upande mwingine, mfano kama hivyo mwakilishi wa taifa alivyohudhuria tuzo hizi, ni jambo la kujivunia. Maana hata mama yetu Samia aliyeko madarakani tunaweza kumpa tuzo hizi kwa sababu yeye ndo anaweza kuwa malkia wa tuzo hizi. Kwa hiyo tunajivunia sana mkoa wetu wa Geita kuwa na hizi tuzo zetu. Na pengine ushiriki wa kina mama wa Katoro umekuaje? Kwa sababu tunajua kwamba Katoro ni eneo ambalo limekuwa likitajwa sana katika masuala ya kibiashara, na tuzo hizi zimelenga katika mlengo huu zaidi. Ndio ndugu mwandishi, upande wa Katoro mama tupo wengi, tumejitokeza kwa wingi, lakini tumekuja kuwaunga mkono mama wenzetu, hata waliopata tuzo. Hata sisi tunajivunia nao, maana ukimwezesha mwanamke umewezesha jamii nzima. Kwa majina naitwa Natalia Enoch Masanja, ni mwanafunzi wa Kaskana Designer. Kwangu mimi swala la tuzo kwanza naona linatufanya kuanzia sisi mabinti mpaka wanawake kuwa na ule mvuto wa kufanya vitu vikubwa. Maana kama hivi nimehudhuria kwenye hili swala la tuzo, nimeona watu kama wakina Naomi wanapokea tuzo, wakina Mrs. Waje wanapokea tuzo. Ni kitu ambacho hata mimi naongeza nguvu kwenye utendaji wangu wa kazi, naongeza nguvu kwenye masomo yangu, kwenye mafunzo yangu ya udesigner, ili na mimi siku moja nifanye kitu bora, nipate tuzo kama hawa watu ninaowaona. Kwa hiyo hili swala kwenye jamii liwe endelevu. Yani napenda serikali ikiwezekana, yani lifanye liwe jambo endelevu, liwe jambo la maana, kwa sababu linatufanya mpaka sisi mabinti wadogo tunatamani tufanye vitu vikubwa. Okay. Mtano kwa majina, mtueleze na wewe ulivyoshiriki. Kwa majina naitwa Linda Designer, napatikana hapa Geita. Kwa jinsi ya tuzo tulivyoziona, tunashukuru Mungu, jambo letu limeenda sawa. Tunashukuru pia uongozi wa tuzo, limeenda sawa kila kitu. Tunashukuru pia serikali yetu. Pia inatufanya sisi wafanyabiashara, inatutia moyo. Alafu pia hata sisi kwa wale wanaopokea tuzo pia inazidi kuwatia moyo. Tunashukuru sana. Kwa majina unaitwa nani? Linda Boniface, ila jina langu la kazi ni Linda Designer. Tunashona nguo za harusi, za send-off, kitchen party na kadhalika. Asante sana. Cha kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kwa majina naitwa Apple Favor, msanii wa mkoa wa Geita. Kwa kuwa mimi nyumbani ni Geita, imenibidi nifanye hivyo, na nyuma yangu mimi kwenye muziki wangu kasimama mwanamke ambaye ni malkia wa dhahabu. Kwa hiyo imenisukuma sana mimi nilipoona hili swala. Istoshe mimi sesi wana huyu aliondaa hii shughuli ni mtu ambaye ni jirani yangu mimi since day one na kuwa na nini. Kwa hiyo nilivyoona hivyo nikaitumia hii fursa kuweza kuwapongeza kina mama. Ni zawadi hususa kwa malkia wa dhahabu mkoa wa Geita.
wenye madini mengi. Kwa hiyo moja ya dini ambao lipo ambao limeletwa na Malkia wa Dhahabu ni mimi moja wapo. Kwa hiyo ilinisukuma mimi kufanya hicho kitu na kupenda kufanya. Yes, kama ndio hivi kwa mwaka wa pili tu zimekuwa hivi, naziona mbali sana. Kikubwa ni kwamba tukubali changamoto, hamna kitu ambacho kinakuwa complete. Kwa tukubali changamoto, akubali kukosolewa na kushauriwa, akubali kuambiwa na akubali kubadilika. Kwa hiyo kuna sehemu kapelea kulingana na nyakati. Sababu hili jambo nahisi kaliandaa kwa muda mfupi kama mkuu wa mkoa kama ulimsikia alivyosema. Kwa hiyo mimi kiufupi hili swala mimi nalipongeza sana kwa mikono miwili na ninaiona mbali sana Geita kupitia hii fursa. Na ulitarajia kwamba namna ambayo imepokelewa, lakini na viongozi ambao wamehudhuria, ulitarajia kwamba tukio hili lingefanyika? Kikubwa zaidi niseme kitu kimoja. Unajua tumeliste yale ile tabia ya jemedari Rais Samia Suluhu Hassan ni mtu ambaye ni mweredi, anasikiliza na anasupport. Kwa hiyo hata viongozi waliopo chini aliowachagua yeye ni viongozi ambao wana nguvu ya kuweza kupush na kuweza kusupport na kusupport kilo safi kabisa.